أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Kwani ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu muumba wa mbingu na ardhi na kuzitaka rehema zake Mwenyezi Mungu zimfikie mtume wake kipenzi chake Muhammad bin Abdullah. Akhwani, bado tuko ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani na saumu jinsi mnavyoziona, mashallah, alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu atujalie tumalize Ramadhani kwa mafanikio yale makubwa. Leo nataka nikwambie kitu kimoja, nikupe dawa. Dawa hii tunasema ruqya, au dawa au zinguo la kila maradhi yoyote yale, yaani yawe ni maradhi ya kichawi, yakiwa ni maradhi ya kishetani, yakiwa ni maradhi ya kibiolojia. Waweza kutumia maneno haya nitakayokusemezea hapa, na wewe ukaenda kuyatumia huko kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala, insha Allah. Maneno hayo yanasema hivi, na ni tiba kabisa, kamili kabisa, yani wallahi nakwambieni. Maneno haya utasema bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibul qulub wa dawaih wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kisha baada ya hapo zitafuata suratul Fatiha, na hii utaiandika hiyo kuanzia hapo nilipoanza kueleza. Kisha utakuja kuandika suratul Fatiha mara 3. Lakini njia yake nyingine hii waweza kusoma tu, kumsomea mgonjwa, au kafanya vyote kwa pamoja, hiyo kaisomea na hiyo ikawa ni kombe kwa idhini yake Arrahman, inshallah. Kwa hiyo utaleta suratul Fatiha 3, kisha baada ya hapo utaleta bismillahir rahmanir rahim, bismillahil ladhi takhadha Ibrahima khalila wa kallama Musa taklima wa ba'atha bilhaqqi Muhammad nabiyyan wa rasulah wa da'iya ila Allahi biidhnihi wa sirajan munira. Hayo utayaandika, lakini hayo pia utakuwa unayasema, lakini pia utaendelea kuandika au kusemea kwa maneno haya. Utasema ukhruju ayyuha rih. Rihu kwa maana ya nini? Ya upepo mbaya, ita wa kichawi au wa mashetani. Unasema ukhruju ayyuha rih, au unaweza kusema ukhruju ayyuha alwaj'a. Ukisema neno waj'a kwa maana ya maradhi haya mengine kadhalika. Kisha maana wewe ndio unajua mgonjwa wako anaugua nini sasa huko. Kisha utasema bismillahi urqika wallahu yashfika min kulli ma yu'dhika wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Bismillahi khairil asma', bismillahi rabbil ardi was sama'i, bismillahi ismuhu barakatu washifaa, bismillahi alladhi biyadihi shifaa, bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim.
Sasa haya maneno kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka hapa unaweza ukayasema ukamsemea mgonjwa wako mara 7 au mara 3, lakini pia kuiandika ni hivyo hivyo, unaweza kuianza mwanzo mpaka mwisho mara 1, mara 2, mara 3, au unaweza kuanza ukairudia kuiandika mpaka mara 7 katika hali ya namna hiyo. Ikisha kama ilikuwa ni kombe utampa mgonjwa wako huyo aweze kupakaa mwilini na kunywa. Na kama ni kuandika, basi jitahidi ufute kwa maji ya waridi, ufute kwa maji ya waridi au wanaita mafuta ya waridi, ndio ufutie. Halafu mgonjwa atakuwa anatumia kunywa mafuta hayo. Kifuniko kidogo cha chupa hizi ndogo ndogo au kijiko kidogo cha sukari kile, kijiko kidogo cha sukari anakunywa asubuhi na jioni. Lakini pia mafuta hayo hayo atakuwa anapakaa mwilini mwake. Wallahi ni tiba kubwa kwa maradhi aina yoyote ile, yaani sikubagulii kwamba ni maradhi gani. Wewe kayatumia maneno haya na utaona kheri yake subhanahu wa ta'ala. Inshallah, mimi nikutakia kila kheri na nikutakia Ramadhani karimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.